tumeona ni muhimu kuyazungumza leo ili sasa nyie wanahabari mtusaidie kuyafikisha kwa mashabiki na wadau wa ligi kuu ya NBC ambao wamekuwa wa thamani sana kwetu. Awali yote ningependa kutumia fursa hii kutoa shukrani zetu za dhati kwa wadau wote wa ligi kuu ya NBC, tukianzia kwa mdau mkuu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunatuma salamu kutoka TFF na bodi ya ligi kuu Tanzania kwenda kwao kwa namna ambavyo wamekuwa wakishirikiana nasi katika kuhakikisha mchezo wa mpira wa miguu unaendelea katika njia ambayo iko sahihi, katika amani na kila kitu kilicho bora. Lakini pia klabu zetu zinazoshiriki ligi zetu pamoja na mashabiki wao wamekuwa wana mchango mkubwa katika kutafuta huu ubora ambao tunao sasa hivi. Tunawashukuru sana kama bodi ya ligi kuu Tanzania na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Wadhamini, mdhamini mkuu Benki ya Taifa ya Biashara NBC, Azam Media Limited ambaye ni mdhamini mwenye haki ya matangazo ya runinga, pamoja na shirika la utangazaji la taifa TBC ambao ni wadhamini wenye haki ya matangazo ya redio. Kipekee kabisa wamefanya kazi kubwa katika msimu huu ambao tunaelekea ukingoni sasa. Vyama vishiriki vimekuwa na mchango mkubwa, lakini mwishoni ila kwa umuhimu mkubwa kabisa ni wanahabari na vyombo vya habari. Hiyo ndio mastaa wetu. Mambo yote mazuri ambayo yametokea katika msimu huu, basi hiyo ndio imetusaidia kuyafikisha huko duniani ambako wanaendelea kuyazungumza. Asanteni sana wanahabari na vyombo vya habari, na bebeni hizi salamu sasa mtusaidie kufikisha kwa wadau wengine ambao nimewataja. Hapa kuna taarifa rasmi kuhusiana na mchezo namba 184 kwamba unakwenda kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kesho kutwa Juni 25 kuanzia majira ya saa 11 jioni. Hii ni taarifa ambayo tunatamani iwafikie wadau, wafahamu hivyo na waendelee, kila mmoja aendelee na maandalizi kuelekea mchezo huo. Lakini mbali na mchezo huo wa ligi ambao ndio mchezo pekee umesalia baada ya kuwa tumetamatisha mizunguko 30 ukiwa umesalia huo mchezo mmoja, tutoe taarifa rasmi pia kwamba baada ya kutamatika kwa mchezo huo kutakuwa na sherehe za kukabidhi kikombe cha ubingwa kwa bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2024-2025. Tumekuwa na msimu bora sana. Ushindani umekuwa kiwango cha juu ambao mimi sipaswi kutumia nguvu nyingi kuelezea. Kitendo cha kwamba tumeshamaliza mizunguko 30, tuna mchezo mmoja ambao uliahirishwa na kwamba bado hatuna bingwa, na timu mbili zinazokwenda kupambana katika mchezo huo zinatofautiana alama moja, ni kithibitisho kwamba tumekuwa na msimu wenye ushindani mkubwa. Sasa tuna thamani ya tarehe 25 imeongezeka maradufu. Mchezo wa dabi ya Kariakoo wenyewe peke yake ukisimama umekuwa na mvuto mkubwa, umekuwa ukivutia watu wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Lakini sasa tuna tukio la kukabidhi kikombe cha ubingwa ambalo lenyewe ni tukio kubwa na lenye mvuto, likivutia watu pia kutoka ndani na nje ya nchi. Sisi sherehe zetu za ubingwa si sherehe ndogo ndogo, ni sherehe kubwa sana. Kwa hiyo matukio haya mawili sasa yanakwenda kutengeneza tukio moja ndani ya siku moja, na ndio sababu tumeona tuwaite leo ili tuwaeleze namna ambavyo tunaendea matukio hayo makubwa. Kulikuwa na jambo ambalo limekuwa na maswali mengi, swala zima la tiketi. Tutakumbuka kwamba mchezo huu uliahirishwa Machi 8 na mashabiki wetu wa thamani kabisa walikuwa wamenunua tiketi, na wapo ambao waliingia uwanjani ile siku, tiketi zao zilikaguliwa getini. Kulikuwa kimya kipindi kirefu, hakukuwa na taarifa yoyote rasmi kuhusiana na hatima ya mashabiki wale ambao walikuwa wamenunua tiketi. Leo hapa tunakwenda kujuzana juu ya hatima ya mashabiki yao, na niseme tu kwa kifupi kwamba
Kuna jambo la kwanza la kukumbushana kuhusu viingilio. Nipo na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe. Atakapokuja kuzungumza ataanza kuzungumzia viingilio, lakini kuhusu suala la wale ambao walishanunua ticket ni kwamba tuna afisa kutoka NCAD ataelezea utaratibu, lakini ni utaratibu kuhusiana na nini? Ni utaratibu kuhusiana na namna ambavyo shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania na klabu mwenyeji Young African Sports Club tumefanya jitihada zote kushirikiana na wenzetu wa NCAD kuhakikisha mashabiki wote ambao walinunua tiketi zao zinaenda kutumika katika huo mchezo, lakini wapo ambao walipoteza kadi zao kwa bahati mbaya, na wao hatujawatupa. Tumehakikisha jambo lao linakwenda vizuri, tiketi zitarudishwa katika kadi ambazo watazinunua kwa maana ya kwa ajili ya kurejesha hiyo tiketi yao ambao walinunua. Utaratibu gani utafuatwa kwenye kuhakikisha wana renew kadi zao ili wapate tiketi zao kwenye kadi? Mtaalamu kutoka NCAD ataelezea kwa upana, na nyie mtatusaidia kuwafikishia mashabiki wetu, ili mradi tu kila shabiki wa thamani ambaye alikata tiketi, basi ile haki yake ambayo inapatikana kwenye tiketi isipotee. Tumkaribishe tena. Sasa anakwenda kushuhudia matukio mawili badala ya tukio moja, anakwenda kushuhudia matukio mawili ambayo ni dabi ya Kariakoo pamoja na sherehe za kukabidhi kikombe cha ubingwa kwa bingwa ambaye atapatikana tarehe hiyo. Kwa hiyo bila kupoteza wakati, nimkaribishe mtaalamu kutoka NCAD. Yeye anakwenda kutuelezea ni namna gani sasa utaratibu utakuwa kwa wale mashabiki ambao hawajanunua tiketi na ambao walishanunua tiketi, wana kadi zao, waliingia uwanjani, hawakuingia uwanjani, lakini pia wale ambao kwa bahati mbaya walipoteza kadi zao. Karibu sana dada, uzungumze na wanahabari ambao wanatusaidia kufikisha ujumbe huu kwa mashabiki wa thamani wa ligi kuu ya NBC. Naomba uje kuketi hapa ili uweze kusikika vema. Kwa tiketi zile zote, wale ambao walikata tiketi zao wakaingia uwanjani, NCAD huwa tuna utaratibu wa ndani, utaratibu maalum unafanyika kwa ajili ya kufanya reverse kadi zote ambazo zilitumika ili ziweze kutumika tena. Kwa hiyo kwa wale ambao mashabiki walikuja ile siku wakaingia uwanjani, kadi zao zilifanyiwa uhakiki getini, kadi zile zile zitatumika tena. Lakini kwa upande wa wale waliopoteza kadi zao, nitoe rai kwa mashabiki wetu wote Tanzania nzima ambao wamepoteza kadi zao, wanaweza kuja kwenye ofisi zetu za ubalozi wa Ufaransa tuweze kufanya swap ticket. Zile kadi tutaziswapu alafu zitatumika tena. Lakini kwa wale ambao hawajui namba zao walizokuwa wamesajilia zile kadi, ni vizuri wakawa na uhakika wa kadi namba walikuwa wameitumia kwenye kusajili kadi ni kadi sahihi, namba sahihi, ili atakapokuja kufanyiwa ticket swapping iwe ameswapiwa tiketi yake sahihi. Maana anaweza kaja na namba ambayo si aliyonunulia tiketi, ile haiwezi kukubali. Lakini kama ni namba yake ile ya simu ambayo alinunulia nayo ile kadi akanunulia tiketi, kadi ile ile itatumika. Kwa hiyo atakachokuwa anakitumia, atakachokitoa pale ni 1000 tu ya kununua kadi, lakini tiketi yake itakuwa iko salama. Kuna wale ambao hawajanunua tiketi kabisa. Mpaka sasa hivi tiketi bado zipo. Kwa hiyo VIP A ishaisha, VIP B tiketi zibaki chache sana. Kwa hiyo nitoe rai kwa mashabiki wetu. Kwa hiyo Orange, VIP C na mzunguko tiketi bado zipo. Kwa hiyo watembelee maduka yetu yote ya TTCL Tanzania nzima ambako mechi ya NBC zinacheza, watapata huduma kwenye ofisi zile za TTCL. Lakini kwa hapa Dar es Salaam tiketi zinapatikana kwa mawakala wetu wa NBC wote Tanzania nzima, lakini pia zinapatikana kwa mawakala wetu wa ndani ambao Yanga watainisha vituo vyao ambako vinatamkwaga kwenye mechi zote. Wakienda kule huduma inapatikana. Ni hayo tu. Ya, kabla hujaruhusu maswali kutoka kwa wanahabari, umesema swap itafanyika kwenye ofisi zenu. Vipi kuhusu mawakala ambao wapo maeneo mengine, wanaweza kusaidia hilo jambo la swap pia waeleze? Kwa upande wa siku ya mechi, gate D na gate A
kutakuwa na deski maalum pale kwa ajili ya watu watakaokuwa wanafanya swap ticket pale nje. Lakini kwa baadhi ya maeneo, tuseme kituo cha posta TTCL pale, tutapeleka post maalum kwa ajili ya kufanya hiyo swap ticket na ubalozi wa Ufaransa. Maana ile ni issue ambayo inatakiwa ifuatiliwe kwa ndani, hatuwezi kuruhusu kila post ifanye hiyo swap ticket. Kwa hiyo hivyo vituo ambavyo nimeviainisha hapo, TTCL shop makao makuu pamoja na ofisi ya balozi wa Ufaransa, geti A na geti D zitakuwa zinafanya hiyo huduma kwa siku ya mechi. Lakini hizi siku nyingine zote mtu kama ana kadi yake ameipoteza, yeye aje pale ubalozi wa Ufaransa, tutafanya swap ticket. Lakini pia kwenye ofisi ya TTCL Posta na ofisi ya TTCL Kijitonyama tutaziwezesha hizo ili ziweze kufanya hiyo huduma. Sawa, karibuni wanahabari, maswali mawili tu kwa mtaalamu wa yes. Karibu. Sawa, asante kwa mtaalamu wa N-card. Pengine umejiridhisha kwa muda huu ambao umebaki kwa wale ambao watakuwa wamepoteza hizo N-card, unaweza kuwatosha na kuwarudishia, yani kuswap hizo kadi na hatimaye kuingia uwanjani. Lakini pia tunafahamu mechi ya dabi huwa ina watu wengi, nimesema mtaweka desk kwenye gate A na gate B. Nahisi yani naona mtafanikiwa kwenye hilo kwa sababu tutakuwa kuna idadi kubwa sana ya watu wengi ambao inaamini tutakuwa wameshapoteza. Lakini pia kama mtawakosa hao watu, kwa maana pia tutatengeneza mageti kwa chama. Ile la mwisho tuachie sisi. Twende hayo mawili hapo. Ni watu tu shaka kwa sababu hili zoezi la kupoteza kadi, sidhani kama kila mmoja anapoteza kadi. Kuna kwenye kadi zetu kuna ile namba pembeni ya kadi, ni namba ya call center. Kwa hiyo kama unajijua umepoteza kadi yako, unaweza ukauliza ukapiga simu call center, watakusaidia kujua kama kweli kadi yako ilikuwa ina ticket au haina. Moja kwa moja ukishapata uhakika, ukija kwetu ni jambo la haraka sana, halichukui muda. Unakuja na kitambulisho chako na kadi, tunakuhudumia. Kaelewa. Swali la pili. Swali la pili Pelekesha. Kabla hatujamruhusu. Nadhani imeeleweka vema. Basi sawa, asante sana. Nitakuomba urejeo hapa. Asante. Aliwe subiri hapo. Sawa. Sawa, asante sana dada. Umeupiga mwingi. Labda kwa kusisitiza ama kwa kukazia yale ambayo yameyazungumza, kuna kituo maarufu pale Jambina pale. Siku za mechi watu wengi wamekuwa wakipata tiketi pale. Tutahakikisha kwamba kituo kile kinatumika pia kwa zoezi hilo la kuswap. Hiyo ni eneo zuri zaidi, ili mtu atoke pale na kadi aende nayo uwanjani kwa ajili ya kuingia tu kwenye mageti yanayohusika. Lakini jambo jingine nisisitize kwamba jitihada ambazo tunazifanya ni kuhakikisha kila ambaye alikata tiketi anaweza kupata tiketi yake kwenye kadi. Yeye sasa uwe uamuzi wake kwenda uwanjani kumpa rafiki yake na kadhalika, lakini ile tiketi ni lazima irejee kwenye kadi yake. Ndio hayo maelekezo ambayo tumetoka kuyapata hapa, na lengo letu ni ile kuhakikisha hakuna haki ya mtu inapotea kwenye hilo jambo la tiketi, kwa sababu tunafahamu thamani yao mashabiki, tunajua namna ambavyo tunawahitaji viwanjani na tunavyowategemea pia kwenye kuhakikisha ligi inaendelea kuwa bora kila siku. Kwa hiyo tuwatoe hofu, lakini pia jambo jingine tutaendelea kutoa updates mbalimbali. Timu mwenyeji bodi ya ligi kuu Tanzania tutaendelea kushirikiana kutoa taarifa mbalimbali kuhusiana na mauzo ya hizo tickets, na kama kuna changamoto yoyote ama maelekezo yoyote ambayo yatakuwa ziada tutaendelea kuyatoa kupitia kurasa zetu. Lakini pia kesho tuna mkutano hapa, kama kutakuwa na taarifa yoyote tutaitoa ili kila kitu kiende sawa. Naamini hakuna
changamoto yote itakayojitokeza kwenye hilo, na mchezo utakwenda kufanyika. Mashabiki wote ambao wamenunua tiketi na wale ambao hawajanunua sasa hivi wanakwenda kununua, basi wahudhurie burudani hiyo ambayo ni kubwa na ya kipekee. Sasa nimkaribishe Ali Kamwe, meneja habari na mawasiliano ya Young Africans Sports Club, ili aanze kwa kututajia viingilio, alafu amalize na ujumbe ambao amekuja nao siku ya leo kabla hatuja funga mkutano wetu.